kuanzia mwanzo. Wahenga wamezaliwa wakalikuta ikawa ndio chakula chao, lakini baadaye, baada ya mazao mengine kuja, limetokea kusogezwa pembeni. Wakulima wengine walikuwa wakililima hawalilimi tena, na baadaye limekuwa ni kama zao la ukame au wakati wa njaa kama unakuja, ndio watu wanaambiwa limeni mtama. Limekuwa ni zao la kudharaulika, limekuwa si zao lililopewa kipaumbele. Lakini leo nimekuja kukuletea habari juu ya faida. Ngoja nikwambie mtazamaji, habari ya faida ya mtama kama mtama. Mimi hapa niko na mtama huu. Huu ni mtama mwekundu. Huu mtama unalimwa Tanzania, na huu nilioshika unalimwa Msoma. Na huu mtama sikupata shida sana kuchukua, kwa sababu nilimwandaa mkulima kuanzia mwanzo. Nikamwambia usiache kulima mtama, kwa sababu nitauhitaji katika masuke yake. Yaani wewe endelea tu na ukulima, lakini ujue masuke yake utanipatia. Basi alifanya hivyo akijua kama kuna soko. Sasa ninapozungumza na wewe mtazamaji, ninaomba nimlenge mkulima, nimwambie mkulima kitu kimoja. Ninamtaka mkulima aendelee kulima zao la mtama. Mkulima usiache, kwa sababu mtama una faida kubwa sana. Mtama kama mtama uko kwenye kundi la nafaka. Nafaka hii kama ilivyo katika suke yake, utaona kwamba ni nafaka nzima, nafaka ambayo haijakobolewa. Hii nafaka ambayo haijakobolewa ikiwa katika hii, ina maana pia haijasindikwa kwa namna yoyote. Alikata akaniletea. Sasa ili iweze kuwa tayari ni pale inapoingia katika usindikaji. Usindikaji tuliouzoea ni ule ambao ni kama vile inapukuchuliwa kutoka katika masuke yake. Ikipukuchuliwa inakuwa sasa ni kama hivi ilivyo, na inakuwa ni mtama mwekundu. Ndugu mtazamaji, mtama huu mwekundu umetumika kwa namna nyingi. Walio wengi wameutumia kwa pombe, wakisema kwamba unawashawasha, una uchachu, na walio wengine wamekuwa wakiupukuchua na wakiutwanga. Mimi siku hii ya leo ninapenda tu nikupe faida mbalimbali na namna unavyoweza kutumia mtama huu, na jinsi ambavyo mtama huu uko na wingi wa vitamini na madini mengi zaidi ambayo mazao mengine hayana. Lakini napenda kutahadharishe tu mtazamaji kwamba unapokuona huu mtama mwekundu, ukiuona na ule mweupe, usiseme ninapenda mweupe na sipendi huu mwekundu. Kwa nini? Ukiuona ni mtama ni ule ule, lakini mmoja ni mweupe na mwingine ni mwekundu, jua kila mmoja wapo una kitu cha ziada ambacho mwingine hauna. Mtama pumba yake imekuwa ni kifagio kizuri sana cha moyo, yaani mirija ya damu inapokutana na haya mapumba ya mtama yanasafishwa kutoka kwa mafuta na lehemu, cholesterol. Kwa hiyo pumba yake inakuwa ni kifagio kizuri sana. Mtama unatumika kwa kutengenezea biskuti. Mtama unatumika kutengenezea mandazi. Tena inatengeneza mikate mizuri sana. Unaweza ukatengeneza wali mzuri sana wa mtama. Ukithubutu kutengeneza pilau yake, utafurahi sana. Kwa wakulima, ninapenda kuasa tu kitu kimoja, kwamba kwa sababu tunazungumzia habari ya mtama leo, itakuwa ni aibu leo tukizungumzia habari za mtama, mtazamaji anauona, anakwenda sokoni kutafuta, anakuta hakuna. Itakuwa ni kwako mkulima kwamba wewe ndio haukulima mtama. Sasa sehemu yako, lima mtama kama ulivyokuwa unalima zamani, ambavyo hujawahi kulima miaka ya karibuni. Kwa sababu hivi punde tunakuwa na semina nzuri sana na wajasiriamali wanaofanya ujasiriamali wa chakula, ili wanapopika, wakipikia watu mbalimbali, wanapouza vyakula mbalimbali, wanaposindika vyakula mbalimbali, zao hili la mtama liweze kupewa kipaumbele. Na kipindi hiki tu ninapenda nikuambia kwamba unapotumia mtama si tu kwamba una zile pumba nilizokuambia, lakini una wanga. Wanga wa mtama ni mzuri sana, na si ule ambao unapotea haraka sana kwenye damu. Unapokula chakula cha mtama, kwa mfano kama pika wali wa mtama, kumbuka kitu kimoja. Mtama kama unataka kupika wali, utaupika kilo moja
utatumia kikombe kimoja cha mtama na vikombe 4 vya maji. Utapika vile vile unavyopika wali wa kawaida. Kama ulikuwa umezoea kuweka iliki, utaweka iliki. Kama ulikuwa umezoea kutia nazi, utatia nazi. Lakini kitu tu cha tofauti utakachokifanya ni kuruhusu upikwe pole pole na moto kidogo. Na kwa sababu huu una madini mengi ya chuma huzuia virutubisho vingine visivutwe ndani ya mwili. Kwa hiyo wataalamu wakashauri kwamba haya yanaweza yakakobolewa. Lakini mtazamaji, ngoja nikwambie kitu kimoja, ni kwamba kwa sababu zile pumba zake nazo zina kazi, na kuna vyakula vingine utakavyokula ambavyo madini yake ya chuma na vitamini zake nyingi zipo, mimi ningekushauri kwamba usikubali kukoboa huu mtama. Kubali kuula kama ulivyo, kupekuchua, kwenda kutengeneza vizuri, kwa sababu mkulima na wewe pia unaweza ukautengeneza katika hali ya usafi, ukaupembua kwa hali ya usafi ili usiingie michanga. Watu wengi wamekuwa wakisikitishwa na utumiaji wa bidhaa zetu, bidhaa za asili kama uwele na ngano na ulezi, kwa sababu zinakuwa na michanga mingi, kwa sababu sisi tunaojishughulisha nazo tumekuwa pia hatujali sana. Lakini kama tungalikuwa tunazitengenezea mazingira masafi, tuhakikishe kwamba hazina mchanga, bidhaa zetu zinatakiwa zikubalike sokoni. Kipindi hiki ambacho kumekuwa na msukumo mkubwa wa masuala yote ya lishe, yani hiki kitu kinachoitwa SAN, sijui kama mtazamaji umeshakujisikia, yani scaling up nutrition, na uzinduzi wake uliofanyika tarehe 15 na tarehe 16 katika viwanja vya Mnazi Mmoja mwezi wa 5 hapa jijini Dar es Salaam, ni kwamba huu msukumo ukiwa unamulika masuala yote ya lishe, huu sio wakati wa kuacha kitu kama hiki kikakupitia, mkulima ukakiangalia, mfanyabiashara ukakiangalia, alafu na mlaji ukakiangalia, wewe hujawahi kula mtama ukakiangalia, na pilau ikapita unaangalia tu, umezoea yale ya kawaida. Hakikisha kuna kitu kipya unachokijua. Faida za kutumia kitu kama hiki, kwa mfano, unapotengeneza biskuti, unaweza ukatumia unga ule ule na recipe ile ile, yani namna ile ile ya kutengeneza biskuti za kawaida, lakini basi tu ukatumia unga wa mtama. Unaweza unga huu ukautumia na unga wa ngano usiokobolewa. Namna ile ile ya kutengeneza pilau, kwa mfano, unaweza ukatengeneza pilau yako vizuri sana, lakini ile pilau badala ya kutumia mchele wa kawaida mweupe, ikawa ni mchele huu. Kumbuka, kikombe kimoja cha mtama kwa vikombe 4 vya maji, viungo vyako vile vile. Wewe unayependa pilau ya nyama, ngoja nikupe siri. Nyama ya ile mbichi, ukiiweka katika viungo vyako vyote vya kadri ulivyozoea, usichemshe kwanza. Weka tu katika mtama ule wa kawaida, uache ive na moto kidogo. Ile nyama ikiiva, utakuta nayo hii imeiva. Lakini kuna namna nyingine tena, namna unapotengeneza mikate ya kawaida, unaweza ukaweka ngano isiyokobolewa nusu na unga wa mtama nusu. Wewe unaitengeneza mandazi, hebu jaribu leo, unga ule ukaugawa nusu, unga wa ngano isiyokobolewa ukachanganya na unga wa mtama usiokobolewa. Lakini kuna namna nyingine tena, ndugu yangu unayependa ugali kama mimi napenda ugali, lakini ukipika ugali wa nafaka nzima, siri yake ni moja: pika kwa mapenzi yote, yani kama vile unamaanisha. Ugali haupikwi wakati unakaribisha familia yako mezani, unawaambia karibuni mezani, huku unasonga ugali. Pika uji wako vizuri, uji uive, na uji ukiiva kama vile sasa unakaribia kuupakua, sasa hapo ndipo unapochanganya unga, na nikidhania kwamba ule unga utakuwa umechanganya unga wa mtama na ngano isiyokobolewa, na ukavipika polepole. Alafu ukifikiri ugali umeiva, kubali kuupunguzia moto kizamani. Mtazamaji, mama yangu alikuwa anapika ugali ule ambao mimi nikitoka shule nikisikiliza harufu huko ningeweza kukuambia mama amepika nini, kwa sababu ugali wa mama ulikuwa unaita toka zamani. Chungu cha kupikia ule ugali kilikuwa ni chungu special, yani sufuria special kwa ajili ya kupikia ugali. Ulikuwa akiusonga na moto kidogo, alafu akiufunikia. Ugali ulikuwa unapikwa mpaka unatengeneza ukoko. Sasa ugali wa namna ile unaweza ukaula na mboga yoyote ile. Faida yake ni namna hii, unashiba upesi. Kwa maana hiyo hasara yake, huli sana. Mtazamaji, huli kama vile unavyokanyaga sembe. Rafiki yangu, utakuumbua ukiula kisembe sembe, shauri yako. Huu unataka kihivi.
matonge yako 5 mpaka 10 kataa. Maana usipokata, ngoja nikwambie, baada ya dakika 10, kwa sababu iko na pumba na iko na fiber nyingi, unaanza kunywa maji. Ya kwanza unaanza kunywa maji. Kumbuka umekula bakuli zima, eti kistaili ya zamani, ugali unakwenda namna hii na kamboga kakutoelea, unaanza kunywa maji. Ukinywa maji kule tumboni, tumbo linajaa. Ukinywa maji tumbo linajaa. Ukinywa tumbo linajaa. Sasa mbantu yeye anasema, mimi sitaki mtama. Hutaki mtama kwa nini? Tumbo linajaa. Kwa sababu wewe unakula sana. Nani anakuambia unakula sana? Mwili wako ufanye kazi za kula sana, unajikuta unabebeta. Hii kitu inataka uende hado pole pole. Matonge 5 rafiki yangu yanakutosha, matonge 10. Sasa sisi wa Tanzania ambao tunasema hakuna lishe, umaskini, yani chakula hakuna. Sikiliza, tumezoea kufukia, tumezoea kula, na tunataka kula alafu kitoke upesi tumboni ili tule, alafu kitoke upesi tumboni alafu tule, kana kwamba tunaishi kwa ajili ya kula. Yani sio kwamba tunakula ili tuishi. Tunapindua mambo. Yani vigenge vyetu vyote vimekuwa ni vigenge vya chakula. Halo, leo umesikia kule kwa nani hii kumetokea banda jingine jipya, wanapika hao, Ijumaa hii twende. Mnaondoka mnakwenda, mnaagiza cha kwanza, mnakula, unageuka halo, huku tena kula, unageuka halo, kula, ukirudi kula. Sasa mtama sio kwa staili rafiki yangu. Yaani wewe ukishapiga mtama, ngoja nikwambie, unaweza kujikuta masaa 8 umeshiba. Na kwa hiyo mtama unaliwa kwa adabu, na ukiula huu mtama kwa adabu, na wenyewe utaona matunda yake. Na ngoja nikwambie kitu kingine, kama asubuhi umepiga juisi vizuri, alafu mchana ndizo saa zake za kula mtama, ninaomba nikufundishe namna ya kuula mtama. Hebu tuseme kwamba tutakuwa tumepika wali wa mtama, tumechukua kikombe kimoja cha mtama na vikombe 4 vya maji, tumepika wali wa mtama wa nazi hivyo hivyo, na umeiva. Sasa uko mezani, pakua vijiko vyako 5 mpaka 10, viweke pembeni. Katakata nyanya na karoti na matango na hoho. Ukimaliza weka na kabichi yako, vyote ni vibichi. Unaweza ukaweka na maharage machanga pale pembeni, unaweza ukaweka na broccoli. Ukishavipanga hivyo viboga vibichi, weka na majani ya maboga ulioyapika. Sikiliza, sijakosea. Sina maana kwamba hakuna mboga. Ina maana hiki kitu ukitaka kiliwe kizuri, ukipike hiki mtama na kachumbari na mboga za majani. Nimesemaje? Nimesema mtama na kachumbari na mboga za majani. Ukifanya kwa mtindo huo umemaliza. Kwa vipi sasa? Nafaka nzima hazipaswi kuliwa na mboga, eti unachanganya na maharage, unachanganya na protini. Tutakufundisha vizuri katika vipindi vyetu vinavyofuatilia, lakini cha msingi ni kwamba chakula hiki ni vema ukakila mchana, saa ambazo mwili uko tayari kula. Na ukikila kwa mtindo huo na umekula na kachumbari nyingi na ukala na mboga za majani, umemaliza. Yaani hata kama umepika mkate wa mtama, unachukua slice yako 1, 2 na kachumbari na mboga za majani. Kama umepika mandazi, unachukua andazi lako 1, mandazi 2 na kachumbari na mboga za majani. Hata kama umepika ugali, basi inakuwa ugali, matonge yako 5, 10, kachumbari na mboga za majani. Kwa mtindo huo utapata kila kitu kinachotakikana. Kwa nini inabidi ni lazima tuzungumzie hasa habari za ugali wa mtama, mandazi ya mtama, biskuti za mtama, mkate wa mtama, keki ya mtama, wali wa mtama, pilau ya mtama? Kwa nini ni lazima tuzungumzie habari ya mtama? Mtama katika nafaka zote iko na kitu cha ziada ambazo nafaka zingine hazina. Tunafahamu vizuri sana kwamba katika hizi mbegu kunakuwa na kiini. Mtazamaji, kama umekuwa pamoja na sisi siku zote, tumeongelea vizuri sana kwamba nafaka nzima zina kiini ambacho ndicho kinachojenga kila chembe hai ya mwili. Na kama ikishajenga ule ukuta wa kila chembe hai, ule ukuta unaruhusu virutubisho viingie ndani, alafu na uchafu utoke nje. Na kwa mtaji huo basi ni kwamba unakuwa na chembe hai za